Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Ni siku nyingine tena imempendeza Mungu tuweze kuonana kwa ajili ya kazi hii ya Bwana takatifu ya kuwaelimisheni ninyi na wale wanaotufuatilia kutoka maeneo mbalimbali juu ya afya zetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tunalo somo zuri ambalo linasema maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo. Wangapi wamewahi kusumbuliwa na mgongo? Wangapi? Ninaona mikono mingi. Maana tafiti zinasema zaidi ya 84% ya watu wakati fulani kwenye maisha lazima wapitie hii changamoto ya kuumwa mgongo. Kwa hiyo si jambo la ajabu kujua kwamba miongoni mwetu wako wahanga wa changamoto hii ya maumivu ya Sasa maumivu ya mgongo yanasababishwa na vitu gani? Maumivu ya mgongo yanasababishwa na mtindo wa maisha, lakini yanaweza yakasababishwa na ajali, lakini yanaweza yakasababishwa pia na baadhi ya magonjwa kwenye mwili ambayo kwa kadri yanavyoendelea huwa inafika hatua yanaumiza nini? Yanaumiza mgongo. Sasa moja ya kitu cha msingi ni kwamba duniani na mtaani kuna nadharia nyingi sana zinazozungumzia maumivu ya mgongo ambazo si za kweli. Sasa kuna mambo ninayotamani uyajue. Kabla hatujaendelea mbele, kuna mambo ya msingi sana ninatamani uyajue kuhusu maumivu ya mgongo. Moja, maumivu ya mgongo yanaweza kuwa makali, lakini ni mara chache sana huwa hatarishi au yenye kulemaza. Kulingana na tafiti, 98% ya watu hupona maumivu ya mgongo kwa haraka ndani ya wiki 4 hadi 6, na wengi kati ya hao hupona bila matibabu. Jambo la pili ambalo ni muhimu ujue kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba epuka kulala kitandani. Wengi wao wanadanganyika kwamba ukipata shida ya mgongo bwana, sasa unatakiwa usifanye kazi yoyote, unatakiwa tu ulale. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kuliepuka. Tunaambiwa epuka kulala kitandani, rejea kwa haraka kwenye shughuli zako za kawaida, taratibu lakini kwa uhakika. Usirejee tu kwenye shughuli zako kwa nguvu haraka, rejea taratibu kwa uhakika. Uchunguzi wa sasa wa kisayansi unaonyesha kwamba kupumzika kwa muda mrefu na kuepuka shughuli kwa watu wenye maumivu ya mgongo huongeza maumivu zaidi, huongeza ulemavu na kuchelewesha uponyaji. Hivi ni vitu vya muhimu sana ambavyo natamani wewe unayenisikiliza uvishike kabisa. Jambo la tatu, kuna watu wanasema hii shida ya mgongo hii mpaka upasuaji. Sikia nikwambie, upasuaji hauhitajiki sana katika matibabu ya mgongo, isipokuwa tu pale ambapo mishipa ya fahamu imegandamizwa na kuathiri sehemu nyingine za mwili kama miguu na kupelekea dalili kama maumivu, kufa ganzi na kuchoma kusikovumilika. Zingatia hiyo pointi ya mwisho, kusikovumilika. Upasuaji unaweza ukaleta nafuu kwenye hayo maeneo mengine yaliyoathiriwa, lakini matokeo ya muda mrefu ya kutibu mgongo kwa upasuaji huwa sio bora ukilinganisha na mbinu nyingine za matibabu kama mazoezi. Jambo la 4 la kuzingatia kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba kuna watu wanasema sasa kwa sababu na shida ya mgongo ninywe dawa za maumivu mara kwa mara. Sikia nikwambie hii, dawa za kutuliza maumivu haziharakishi kupona kwako. Zinapaswa kutumika pamoja na hatua nyingine za matibabu kama mazoezi, na hata hivyo hizi dawa zitumike kwa muda mfupi, kwani zinaweza kuleta athari nyingine. Mazoezi ni njia salama na ya gharama nafuu katika kushughulika na maumivu ya mgongo. Yaani hizi pointi zichukue na uzimeze kama zilivyo. Swala la 5, mara nyingi
watu wanasema kwamba bwana, huu mgongo wako ili ujue changamoto ni nini lazima upige CT, X-ray, upige MRI. Sasa sikia nikwambie, mara nyingi sio rahisi kubaini chanzo sahihi cha maumivu ya mgongo, kwa sababu mgongo una vitu vingi na vyote vinaweza kusababisha maumivu. Mgongo una mishipa, una misuli, una tendon, una maungio, una diski. Hata vipimo vya kisasa vya CT na MRI havipaswi kutegemewa sana, isipokuwa tu kwa maumivu ya mgongo yanayoambatana na changamoto nyingine za kiafya. Hii tunaita secondary back pain. Umeishamwelezea daktari, ameona kuna shida fulani kwenye mfumo wa mwili. Sasa ili approve kweli chanzo ni hiki, anaweza akafanya ili kuprove. Kwa hiyo yanasaidia pale inapokuwa imeambatana na dalili nyingine au changamoto nyingine za kiafya kama saratani, maambukizi ya uti wa mgongo na kadhalika. Na maumivu ya mgongo ya aina hii huwa yanachangia 2% tu ya maumivu yote ya mgongo yaliyozoeleka mtaani. MRI kwa mfano inaweza kuonesha tatizo hata kwa mtu ambaye hana maumivu ya mgongo. Kwa hiyo unaona, ukitegemea tu mgongo kidogo unaforce sana mauchunguzi makubwa, unaweza ukafanyiwa operation na hakuna hata changamoto kubwa sana ambayo inakudemand wewe ufanye. Kwa hiyo si vipimo vya kutegemea sana, isipokuwa pale tu vitakapokuwa vimeshauriwa na daktari. Kwa hiyo ukienda kwa daktari akakusikiliza una maumivu ya mgongo, usimlazimishe akupime MRI au CT, maana wagonjwa nao huwa mnakuwa na shida zenu. Msipopimwa vipimo vikubwa mnahisi daktari hajafanya kazi yake. Kwa hiyo wakati mwingine mnalazimisha madaktari wafanye tu ili kuwaridhisha, na majibu yakija pia daktari ni mwanadamu, anaweza akafanya maamuzi ambayo hayatakuwa na faida kubwa kwako. Kwa hiyo wewe mgonjwa unatakiwa ujitambue na uwe na utambuzi wa kutosha wa mambo haya. Kama unavyoona, huo ndio mgongo, hiyo ni sehemu ya mgongo. Hivyo vitu vyote unavyoviona hapo vinaweza vikasababisha maumivu. Kuna misuli umeiona hapa, lakini kuna hiyo mifupa ina viungio, kuna neva za fahamu, kuna diski. Hivyo vyote vinaweza vikasababisha maumivu. Jambo la 6 la kuzingatia ni kwamba wengi huwa wanadhani kuwa maumivu ya mgongo yanasababishwa na ajali, kuumia, labda mtu amepigwa au kunyanyua vitu vizito. Lakini ukweli ni kwamba wale ambao kazi zao zinawalazimisha kukaa siku nzima au muda mrefu pasipo kubadilisha mkao wa mwili wana hatari sawa ya kupata maumivu ya mgongo sawa na watu wanaofanya kazi ngumu na zenye hatari. Kwa hiyo usije ukadhani kwa sababu mtu ananyanyua vitu vigumu basi huyu ndio ana shida ya mgongo. Hata yule anayekaa pasipo kubadilisha mkao kwa muda mrefu yuko kwenye hatari sawa na wale jamaa unaoonaga wananyanyua manini yale magunia ya kilo ngapi. Hatari ni sawa. Sasa kwa nini mgongo unaathirika zaidi? Mgongo wa chini. Kumbuka tuna mgongo wa juu na mgongo wa kati na wa chini. Sasa kwa nini hilo eneo ndilo huwa linawasumbua watu wengi? Kwa nini maumivu mengi ya mgongo yanatokea hapa? Kila mtu akiamka anasema mgongo unanisumbua, anashika hapa. Swala ni moja. Mgongo wa chini unapata maumivu kwa wepesi kwa sababu ndio unaobeba sehemu kubwa ya uzito wa mwili wako na kukuwezesha pia kuinama na kuinuka. Wanafizikia wanajua kwamba kile kinachobeba uzito mkubwa zaidi ni wanasema center of gravity. Kwa hiyo center of gravity ya mwili iko eneo hili la katikati, hapa mgongo wa chini na kwenye eneo la nyonga. Sasa jambo lingine ni kwamba huu mgongo wa chini pia hauna support ya mbavu, na Mungu alifanya makusudi. Mungu angeweka mbavu kwenye hilo eneo tusingekuwa tunaweza kuinama, si ndio jamani? Na tusingekuwa tunaweza kujipinda. Kwa hiyo aliliacha free ili kuruhusu movement, lakini akaruhusu liwe linashikiliwa na misuli. Kwa hiyo hili eneo uimara wake unategemea zaidi misuli kuliko mifupa. Kwa hiyo kale kasehemu katikati kanaenda kanaunganisha kwenye nyonga, lakini ile misuli inayotoka juu kwenye mgongo ndio nayo inakuja inaimarisha eneo hilo la mgongo wa chini. Sasa kwa sababu halina ulinzi huo wa mbavu kama ilivyo eneo la juu, lakini pia kwa sababu ndilo eneo la katikati linalobeba uzito mkubwa zaidi,
unaotoka chini na unaokuja juu. Hapa ndio center. Ndio maana ni rahisi sana kupata maumivu eneo hili. Sasa tuangalie structure ya mgongo kidogo. Mgongo, ukiachana na uti wa mgongo, umeundwa na misuli, na hii misuli iko katika layer 3. Layer ya juu tunaita superficial layer. Hii ina contain misuli inayoruhusu movement. Hii kwa mfano ninavyofanya hivi, nina misuli ambayo iko kwa juu tu hapa, kuna trapezius muscles zinasaidiana ninapofanya movement ya bega. Hiyo misuli iko juu. Lakini aina ya pili ya misuli ni misuli ambayo iko katikati. Hii inasaidia kwenye kupumua. Inasaidia kupumua, ile rib cage kutanuka na kusinyaa. Lakini aina ya tatu ya misuli ni misuli ambayo kwa hapo huwezi ukaiona, iko ndani, ni deep. Hii kazi yake inasaidia sasa ule uti wako wa mgongo ukae kwenye shape yake na uwe imara, na we ukae kwenye mkao mzuri. Sasa hiyo ndiyo misuli inayosaidia uti wako wa mgongo kukaa imara. Hii hapo. Sasa nilitamani nifanye zoezi moja na mtu hapa. Mtu mmoja nifanye zoezi. Hebu mtu mmoja jasiri akimbie hapa dakika moja. Nashukuru sana rafiki yangu. Nakupa hii laptop, ni ya thamani. Naomba uishike hivi bila kuachia, kwa mkono mmoja. Ayatulia hivyo hivyo wakati naendelea. Sasa hii misuli ukichoka useme, unyooshe mkono tujue kwamba umechoka na isidondoke. Ukichoka tu nyoosha mkono, usiidondoshe. Hii misuli unaona inakaa in pairs. Unayoiona iko mkono wa kushoto ndio iko mkono wa kulia. Maana yake equilibrium au balance ya nguvu kati ya misuli ya kulia na ya kushoto ndio inayoleta nini? Ndio inayoleta ule mkao sahihi na kukufanya wewe usiwe na maumivu. Tayari mzee? Umechoka? Hebu sema mwenyewe. Nimechoka. Haya, pole. Shusha. Sasa umeona huyu jamaa, usiondoke kwanza. Huyu jamaa ameshikilia laptop ni kwa muda mfupi tu, si ndio? Hii laptop ni nzito? Hapana. Kwa nini umechoka? Kwa sababu nimeishika kwa muda mrefu. Kwa sababu umeishika kwa muda? Sasa huyu jamaa ameshusha kwa sababu amechoka, na angeng'ang'ana angesikia maumivu. Kwa nini? Misuli inapofanya kazi katika mwelekeo mmoja muda mrefu huwa inaanza kuzalisha lactic acid, na hiyo ndio inayoleta maumivu, kukwambia huu msuli unahitaji recovery ili usije ukaumia. Kwa hiyo kumbe maumivu sio lazima kiwe kitu kizito. Kinaweza kikawa kitu chepesi lakini kimekuwa sustained kwa muda mrefu. Sasa ni namna gani body posture, mkao mbaya unaleta maumivu ya mgongo? Asilimia kubwa, karibu 85 ya maumivu ya mgongo ni misuli. Sasa unapokaa vibaya unasababisha misuli ya upande mmoja ichukue ile strain, ile tension kwa muda mrefu kuliko upande mwingine. Kwa hiyo ndio maana ukikaa kwa muda mrefu bila kupumzika, without a break, utashtukia unasikia nini? Unasikia maumivu kwenye mgongo. Sababu ndio hii. Kama huyu jamaa ameshika ni laptop tu, it's very easy, lakini amesikia maumivu. Sasa ndio maana tunashauriwa tusikae muda mrefu. Ndani ya saa moja hakikisha umesimama hata dakika ngapi? 2, ili kubreak ule mwendelezo wa strain unaoweza kuumiza na kudhuru nini? Kudhuru mishipa yako pamoja na misuli na tendons ambazo zinasaidia uti wa mgongo huu uwe kwenye nini? Uwe kwenye muhimili wake. Na jambo lingine linaloweza kuleta shida ni pale misuli inapokuwa dhaifu. Kwa mfano tungekuwa na mtu hapa wawili, mmoja anapiga mazoezi ya push up na ananyanyua vyuma. Tungewaweka hawa watu wawili, huyu labda na mtu ambaye anafanya mazoezi sana ya kuimarisha misuli, tungewapatia wanyanyue washikilie hii kompyuta, ungeshtukia yule anayefanya mazoezi angekaa kidogo kwa muda mrefu zaidi. Si ndio jamani? Kwa nini? Misuli yake ni imara. Kwa hiyo kumbe moja ya sababu nyingine inayoweza kukusaidia kujikinga na maumivu ya mgongo ni kuwa na misuli nini? Misuli imara. Fuatilia watu wengi wanaoenda gym na kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito, huwezi kusikia wanalalamika sana na maumivu ya mgongo. Asante. Kwa hiyo hivyo ni vitu vidogo tu ambavyo hata we mwenyewe ukitafakari unaweza ukaanza kupata sense kwamba kumbe
Hii shida inatokea namna hii, kama unavyoona tunavyonyanyua vitu au hata cranes, uzito huo unakuwa concentrated katikati kwenye center of gravity. Sasa changamoto ambayo inatuletea shida leo ni mfumo wa maisha. Hatukuumbwa kukaa kwa muda mrefu. Kukaa ni changamoto kubwa kwa mfumo wako wa misuli ya mgongo. Baada ya kukaa tu dakika 20 kwenye kiti, misuli ya paja huwa inajikunja. Kumbuka, balance kama ambavyo mmeona hapa nyuma, balance ya katikati haitegemei upande mmoja. Inategemea misuli ya juu na inategemea misuli ya chini. Kwa hiyo unapokaa kwa muda mrefu, maana yake misuli ya matako ina relax, inalegea. Kwa hiyo maana yake misuli inayobaki inategemea kuhimili uzito ni misuli ya nini? Ya mgongo. Kwa hiyo inafanya ile misuli ya mgongo ya ndani tuliyoiona ifanye kazi ya ziada ili kudumisha usawa wa nini? Usawa wa mgongo. Matokeo yake inakuwa shida. Na hii inatokea hata pia kwenye shingo. Japo leo sizungumzii maumivu ya shingo, lakini hata matumizi ya simu na kompyuta kwa muda mrefu ni sababu ya maumivu ya shingo tunayoyaona sasa. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha. Sasa maumivu ya mgongo yatakapoambatana na dalili nyingine kama kupungua uzito, maumivu yanayokukosesha hadi usingizi, maumivu yanayokupelekea kushindwa kudhibiti mkojo au haja kubwa, kuishiwa nguvu, yanayoambatana na uvimbe mgongoni au maumivu yanayosafiri kwenda mpaka mguuni, haya ni serious. Ukiwa na maumivu ya namna hii, wewe unatakiwa upate msaada wa kitaalamu moja kwa moja. Kama inaambatana na dalili kama hizi, zingatia, japo ni 1% chache ya maumivu ya mgongo. Lakini kwa maumivu ya kawaida tunaweza kukabiliana nayo sisi wenyewe kwa kufuata yafuatayo. Moja, kumbuka jambo moja kwamba kwa sababu tu mgongo unauma, usifikiri kwamba unakudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa sababu tu unasikia mgongo unauma, usianze kulalamika sana kana kwamba unahisi unafanya nini? Unakudhuru. Kama tulivyoona huyu jamaa ameshika kompyuta akaanza kusikia maumivu, haimaanishi kwamba ule uzito ulikuwa unamdhuru. Hapana. Tunatakiwa tukabili maumivu ya mgongo kwa mtazamo chanya. Moja, unaweza ukaanza kwa kupunguza kidogo wingi wa shughuli zako ulizozizoea mwanzoni kwa kiwango unachoweza kumudu bila kupata maumivu makali. Lakini pia unaweza ukatumia barafu sehemu yenye maumivu kwa kukanda ikiwa maumivu ni mapya. Kama ni ya muda mrefu, unaweza ukakanda kwa joto. Tunashauri iwe hivyo. Kama ni ya muda mfupi au ndio yameanza, baridi. Kama ni ya muda mrefu, tumia joto. Sasa vitu vingine vya kufanya ni nini? Anza mazoezi. Mazoezi na shughuli za mwili ndio msingi wa kupona maumivu mengi ya mgongo. Mazoezi yanaweza pia kuzuia maumivu ya mgongo yasijirudie tena baadaye. Usipoimarisha misuli yako ya mgongo na ya tumbo, kwa sababu sikia nikwambie, hii balance ni ya juu na chini, lakini ni ya mbele na nyuma. Sisi kuwa na posture au mkao tulionao, pressure inayotoka kwenye misuli ya tumbo pia inasaidia kubalance uti wa mgongo. Kwa hiyo tumbo lako likiwa dhaifu pia unaweza ukapata changamoto ya maumivu ya mgongo. Mazoezi kama kutembea, kuendesha baskeli na kuogelea huimarisha misuli muhimu ya mwili inayosaidia pia kuweka mgongo katika usawa. Kadri unavyotembea unaimarisha misuli ya nyonga na misuli ya tako na paja, inasaidia kubalance mwili katika mkao unaotakiwa. Lakini jambo zuri zaidi la kufanya, fanya mazoezi mahususi kwa ajili ya mgongo. Nimeweka linki hapo. Unaweza ukaingia kwenye hiyo linki ukasubscribe kama una shida hii sana, wakakusaidia kupata mazoezi yanayokufaa. Hapa nitayaonesha kwa uchache. Moja, kundi la kwanza la mazoezi tunayaita back extension. Mazoezi ya kuvutia mgongo nyuma. Kama unaloliona hilo, unafanya mara kwa mara. Na sifa moja ni kwamba usiamke tu na kufanya mazoezi. Hakikisha mwili umechemka kidogo. Umekimbia, umesweat kidogo ndio uanze kunyoosha migongo, kwa sababu mwili unakuwa tayari umefanya nini? Misuli imeanza kupata joto. Ukinyoosha misuli kabla haijapata joto pia unaweza ukaidhuru. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo ukiwa umesimama au ukiwa umelala, unaweka miguu yako inanyooka, mikono unaweka mbele, unaanza kujinyanyua hivi na kushusha, ama unaweza ukafanya kwa kukaza ili zoezi ambalo amenyanyuka kidogo unalegeza miguu, lakini lile la pili ambayo mikono amekunja unakaza nyonga yako na unakuwa unaivuta juu na chini. Hilo ni aina ya kwanza ya mazoezi ya mgongo.
Aina ya pili tunaita back twisting. Haya ni mazoezi ya kuzungusha mgongo kulia na kushoto. Unaweza kufanya ukiwa umelala au ukiwa umekaa. Ukiwa umekaa unaweka mikono hapa. Ukiweka mikono hapa unazuia matumizi ya misuli mingine inayokusaidia kugeuka. Kwa hiyo unakuwa umeisolate muscle groups. Umebaki na muscle za mgongo. Kwa hiyo unaweza ukageuka upande mmoja na upande mwingine mwili mzima pasipo kugeuza shingo. Aina ya tatu ya mazoezi tunayaita back flexion au mazoezi ya kupinda mgongo kwa mbele. Yanakusaidia pia kuweka usawa. Unaweza ukafanya ukiwa umelala au ukiwa umesimama kama unavyoona hapo. Na unapo stretch mazoezi haya unapo stretch sio unafanya tu mara moja unarudi. Unaposhika unakaa hapo hata sekunde 20 hadi 30 mpaka usikie kabisa mgongo unajivuta au unasikia kwa maumivu kwa mbali, ndio unaachia. Aina ya tatu ni mazoezi ya kuimarisha misuli ya mgongo. Kama hili la chini nadhani ni rahisi sana wengi kulifanya. Unaweka miguu chini, unakunja miguu, unajinyanyua na kujishusha, au unaweka mikono hapa, unakaa kwenye kiti na kunyanyuka. Unaweza pia ukawa unaongeza urefu wa kiti. Na mazoezi namna ya mwisho ya kushughulika, rekebisha mkao wako. Unapokaa hakikisha usikunje miguu. Unapokunja miguu unasababisha usiwe na balance ya misuli yako ya mgongo. Lakini kaa wima, kiti kiwe kizuri kinachosapoti mgongo, usikae pembeni ya kiti. Unapotumia screen au kufanya kazi, hakikisha usawa wa kiwiko ndio usawa wa eneo unalofanyia kazi na screen iwe chini kidogo ya macho. Jambo la mwisho, unapolala, wanasema hakuna godoro linalokidhi mahitaji yote kwa ukamilifu, lakini epuka magodoro ya zamani au yanayobonyea sana. Tafuta godoro gumu linalofanya ujisikie vizuri. Na kama una shida ya mgongo, badala ya kuweka mto kichwani, basi weka mto katikati ya miguu kama umelala kwa upande, au weka hapo chini ya tumbo kwenye nyonga kama inavyoonekana kwenye picha. Jambo la mwisho, katika shughuli zako, vitu vyenye uzito viweke karibu zaidi na mwili kadri inavyowezekana, na eneo la kufanyia kazi, umesimama au umekaa, liwe usawa wa kiwiko. Usinyanyue mizigo kwa kutumia muhimili wa mgongo, utaumia. Hakikisha unapunguza matumizi ya mgongo na unafanya kazi katika utaratibu ulio mwema. Ukifanya hivyo, ninakuhakikishia ndani ya muda mfupi utashinda maumivu ya mgongo na utakuwa mwenye furaha tena, na Mungu awabariki. Njombe Net Event 2026. Tumaini